Wahenga hunena kwamba mtu akishaumwa na nyoka akiona jani hushituka. Pengine hicho ndicho ambacho kinamponza huyu winga wa kimataifa wa Malawi Chikumbuso Salima aka Chiku Salima, kwamba taarifa zinaeleza wekundu wa Msimbazi Simba wametaka wamuone, wamfanyie majaribio ili waone ubora wake na hatimaye pengine kufanya maamuzi ya kumsajili wakati wa dirisha dogo endapo wataona anakidhi vigezo vyao. Sasa kwa kila anachokifanya Chikumbuso Salima kwenye ligi kuu ya Malawi, ambapo aliwezesha klabu yake ya Nyasa Big Bullets kumaliza nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya Malawi, ambapo timu yake ilifunga mabao 60 ikiruhusu mabao 20, yeye akifunga mabao 15, akitoa assist 11, akichangia mabao 26 kati ya mabao hayo 60, sawa na mchango wa 43%. Ulitaraji kwamba pengine ingekuwa rahisi kwake kupata nafasi ya kusajiliwa na klabu yoyote yenye mipango mikubwa kama wekundu wa Msimbazi Simba, lakini rekodi zinaonyesha kwamba Simba wana haki ya kutilia shaka, wana kila sababu ya kutaka kujiridhisha juu ya uwezo, ubora wa Chikumbuso Salima uwanjani kwa vitendo, na ndipo wafanye maamuzi. Ni kwa sababu gani? Inafahamika wazi, hivi karibuni wekundu wa Msimbazi Simba waliwekeza vya kutosha kwa baadhi ya wachezaji kule nchini Malawi, akiwemo Duncan Nyoni the Monster, ambaye matarajio yalikuwa ni makubwa kwake. Ni winga vile vile ambaye Simba walivutiwa na kile alichokuwa kikionyesha katika ligi kuu ya Malawi, lakini baada ya kusajiliwa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba alishindwa kutoboa. Simba wakalazimika kuachana naye. Lakini sio yeye tu, kuna Wanda Kid Peter Banda alikuwa aking'ara sana katika timu ya taifa ya Malawi. Ni miongoni mwa nyota wenye kipaji cha kipekee nchini Malawi. Simba wakavutika naye, wakamsajili Wanda Kid Peter Banda, lakini majeraha, matukio yake yakachangia kwa kiasi kikubwa kwamba Simba wakupata kile walichokitarajia. Hata pale walipopata nafuu wakitaraji makubwa kutoka kwake, Peter Banda alishindwa kufanya kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba walikitarajia. Matukio yake walikuja kuachana naye, mchezaji ambaye awali hisia zilikuwa kwamba anakuja kuwa mrithi wa Jose Louis Mixon aliyekuwa ameondoka Simba na kwenda kujiunga na Al Ahly ya Misri. Peter Banda alichemsha Simba, baadaye walilazimika kumrejesha Jose Louis Mixon, akashindwa kurejesha kiwango chake. Na hadithi hii pengine ya Duncan Nyoni, ya huyu Peter Banda Wanda Kid, kushindwa kwao ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba hivi karibuni kunachangia kwa kiasi kikubwa kwa wekundu wa Msimbazi kuingiwa shaka juu ya Chikumbuso Salima. Ni kweli huyu ni winga wa kulia, ni kweli katika ligi kuu ya Malawi msimu uliomalizika ameng'ara sana, alikuwa ni chanzo cha matatizo kwa wapinzani wa Nyasa Big Bullets kutoka upande wa pembeni. Yeye ni winga wa kulia, lakini cheza yake huwa anaingia ndani wakati mwingine. Kwa ufupi, mvurugaji mkuu wa mipango ya kiulinzi ya timu pinzani. Ana umri wa miaka 22 tu mpaka sasa, maana alizaliwa tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2003. Kwa lugha nyingine, kama Simba wanathibitisha juu ya ubora wake kwamba anafikia viwango vyao na wanamsajili, maana yake atakuwa na fursa ya kwenda kuongeza kitu katika safu ya ushambuliaji ya wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Becker. Lakini vile vile Simba wanakuwa wanajiongezea hazina miongoni mwa hazina zao za wachezaji, kwamba ipo siku wanaweza kufanya biashara nono sana na kujiingizia kipato, kama ilivyo kwa klabu zote za mpira wa miguu duniani. Kuna kununua na kuuza. Kwa umri wake wa miaka 22, body morphology, umbile lake mrefu wa haja kwa nafasi yake ya winga, maana yake Simba inajihakikishia kwamba inaweza kufanya biashara endapo tu itaridhika na kiwango chake. Huyu licha ya kwamba alichangia mabao 26 kati ya 60, lakini yapo matukio mengine ya kuiwezesha timu yake kupata mabao ambayo hakufunga yeye. Sio pasi saidizi za mabao assist, lakini kuna pre-assist, yani pasi kabla pasi saidizi za mabao. Lakini vile vile yapo mabao ambayo Nyasa Big Bullets waliyafunga kwa mikwaju ya penalty kupitia yeye. Moja wapo ni katika mechi kali, mechi baina yao Nyasa Big Bullets dhidi ya Silver Strikers, ambao wao walikuwa ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Malawi. Tunafahamu vizuri Silver Strikers yakina Uchizi Vunga, akina Maganizo, akina George Chikoka, hivi karibuni walichuana na Yanga katika kuwania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye mechi za awali walishinda kwao bao 1-0 tunakumbuka vizuri, lakini walipokuja kwa Mkapa jijini Dar es Salaam
walifungwa mabao 2-0. Walionyesha ushindani wa kutosha. Sasa miongoni mwa mechi ambazo ziliwafanya wapotee katika mbio za ubingwa Silver Strikers ni pamoja na mechi dhidi ya Nyasa Big Bullets ya mzunguko wa pili. Walianza kufunga bao la utangulizi, lakini mwisho wa siku Nyasa Big Bullets wakafanya comeback na kushinda mabao 2-1. Bao la ushindi lilitokana na mkwaju wa penalty ambao aliyesababisha alikuwa ni huyu Chikumbuso Salima. Prukshani zake, harakati zake mbele ya lango la wapinzani, akiwa anaingia ndani akakumbana na golikipa George Chikoka, akafanyiwa madhambi, matokeo yake ikazaa penalty iliyowekwa wavuni na kuwafanya waibuke na ushindi wa mabao 2-1. Mwamba ana kasi, Mwamba ni mpiga chenga mzuri, Mwamba ni mpambanaji hasa. Ukiangalia marejeo ya picha za video, tazama jinsi mabeki wa timu mbalimbali za ligi kuu ya Malawi katika msimu uliomalizika, maana wao msimu wao huendana na kalenda ya mwaka kuanzia Januari mpaka mwezi wa 12. Katika kipindi hicho ligi inakuwa imekamilika. Wale wapinzani wa Nyasa Big Bullets katika kucheza dhidi yao walikuwa na kazi maalum kwa huyu Chikumbuso Salima, kwa sababu ni wanajua ni msumbufu, walikuwa wakimpiga makwanja kweli kweli, lakini yeye alikuwa anaonyesha sifa ya kutoogopa. Uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga, kuruka makwanja ndio ambao mwisho wa siku, ingawa alikuwa akipaniwa sana, bado alitoa tuzo za mchezaji bora wa mechi mara 9 kati ya mechi 27 alizocheza. Lakini matokeo yake, mabao yake 15, assist 11 bila kuhesabu pre-assist na mikwaju ya penalty aliyosababisha kama nilivyotoka kuelezea, akaja kuwa ndiye mchezaji bora wa msimu katika ligi kuu ya Malawi. Swali ni kwamba je, Simba kile kinachoelezwa kwamba wameonyesha nia ya kumhitaji, lakini kwa sharti kwamba wamuone kwanza, wamfanyie majaribio ndipo athibitishe kina ukweli wote, na kama ndivyo mwisho wa siku Chiku Salima atatua kwa wekundu wa Msimbazi Simba ili kuiongezea nguvu Simba katika kufanikisha mipango yake kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB na ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba hivi sasa wako hatua ya makundi. Lakini pamoja na maswali hayo, lazima ieleweke kwamba hata Simba atakapofanikisha dili hilo, hata kama Chikumbuso Salima atawavutia Simba na kusajiliwa, mbali na mambo mazuri atakayokutana nayo kwa wekundu wa Msimbazi Simba miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika, lakini Chikumbuso Salima lazima ajiandae na changamoto kadhaa. Moja wapo ni kweli kwamba Simba hivi sasa shinikizo liko kubwa, hasa kwa wachezaji wao wa safu ya ushambuliaji, viungo wa ushambuliaji na washambuliaji vinara, kwamba wafunge mabao kadiri ya vile wanavyojitengenezea nafasi. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kwenye mechi 2 za hatua ya makundi, Simba kwenye kundi lao la D wamepoteza zote. Walifungwa dhidi ya Petro Atletico ya Angola kwa Mkapa, wakafungwa 2-1 na Stade Malien kule nchini Mali. Lakini mpaka sasa kwenye orodha ya klabu ya timu zinazoongoza kupoteza nafasi nyingi za wazi za kufunga, Simba inashika nafasi ya pili kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika miongoni mwa timu 16. Ya kwanza ni Esperance de Tunis iliyopoteza nafasi 8. Simba imeshapoteza nafasi 5 za wazi za kufunga, huku ikifahamika wazi kwamba hakuna mechi walioshinda. Sasa matokeo yake ni nini? Shinikizo linakuwa kubwa kwa washambuliaji wao, kwa viungo wa ushambuliaji, kwamba nafasi wanazojitengenezea wazitendee haki kwa kuweka mipira wavuni. Akijiunga na Simba, Chikumbuso Salima atakuwa miongoni mwa wale wanaokabiliana na shinikizo hili, na hivyo lazima ajiandae ili kufanya vizuri kuinusuru Simba katika tatizo la kutoweka mipira wavuni. Lakini changamoto nyingine ni kwamba ligi kuu ya Malawi anayotoka yeye haimo hata katika orodha ya ligi bora barani Afrika. Ni kwa sababu ndani ya misimu 5 Malawi haijawahi kutoa timu yoyote kushiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni kigezo namba 1 kwa ligi husika kuingia katika orodha ya ligi bora barani Afrika kwa taratibu za CAF. Sasa anatoka kwenye ligi ambayo ni dhaifu kulinganisha ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu hiyo, licha ya kwamba alikuwa ameng'ara sana katika ligi kuu ya Malawi, yawezekana akakumbana na changamoto nzito zaidi kwa wapinzani wa Simba kwa ligi kuu Tanzania bara: Yanga, Azam, Singida Black Stars, Dodoma Jiji, Namungo, Coastal Union na nyinginezo. Na hivyo akitua basi ajiandae kwa hilo. Lakini jambo lingine linaweza kumkwaza ni kwamba wa Malawi wenzake hivi karibuni, na wote wakiwa wachezaji wa eneo la ushambuliaji, hawakufanya vizuri, licha ya kwamba walikuja na wasifu mkubwa: Duncan Nyoni, lakini vile vile Peter Banda kama nilivyotoka kuelezea. Maana yake yeye sio Banda, yeye sio Nyoni, lakini atakumbana na changamoto kutoka kwa mashabiki watakokuwa kila mara wakijaribu kumlinganisha na Wamalawi wenzake ambao hawakufanya vizuri. Kwa hiyo akitua, ni wajibu wake kupandisha kiwango ili
asiangukie kwenye njia walizopitia kina Duncan Nyoni na Peter Banda. Vinginevyo, Chikumbuso Salima ni mchezaji aliyeonyesha kiwango cha juu mno katika ligi kuu ya Malawi msimu uliopita. Haitashangaza kuona mwisho wa siku deal done, yani kusajiliwa kwake ndani ya kundi la Msimbazi Simba endapo atatimiza vigezo vile ambavyo wanavihitaji benchi la ufundi chini ya Steve Barker. Swali ni kwamba je, biashara hii itafanyika? Ni kweli Chiku Salima atajiunga na kundi la Msimbazi Simba ama ni swala la kusubiri? Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.